Tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2026, amka na ripoti hizi. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kwamba leo Jumatatu wajumbe wa Marekani wanatarajiwa kurejea katika mazungumzo na maafisa wa Iran mjini Islamabad. Lakini swali kubwa linabaki, Marekani itazungumza na Irani ipi? Ndani ya uongozi wa juu wa Jamhuri ya Iran kuna mgawanyiko mkubwa wa kimtazamo, hali ambayo ilijitokeza wazi katika duru ya kwanza ya mazungumzo. Mazungumzo ya Marekani na Iran ambayo yalitangazwa na Trump yanakuja siku mbili tu kabla ya kusitisha kwa mapigano kwa muda wa wiki mbili kumalizika, ambayo yanatarajiwa kumalizika Jumatano hii ya tarehe 22. Mazungumzo ya awali ambayo yalifanyika mwishoni mwa wiki iliyopita hayakufikia makubaliano. Kupitia mtandao wa Truth Social, Rais wa Marekani Trump alikejeli Iran kwa kufunga Strait of Hormuz, akisema ni hatua ya ajabu kwani tayari Marekani imeweka zuio la kijeshi katika eneo hilo. Aidha, alitoa tena vitisho vya kushambulia miundombinu ya Iran iwapo makubaliano hayatapatikana. Ni kauli ambayo ilizungumzwa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Sasa wakati mazungumzo hayo yakitarajiwa kufanyika hiyo leo kati ya Marekani pamoja na Iran katika duru yao ya pili, ni kwamba Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amethibitisha kwamba jeshi la Marekani limekamata meli ya mizigo ambayo ilikuwa ina bendera ya Iran baada ya kujaribu kukwepa kizuizi cha Marekani. Na Rais Trump amesema kwamba jeshi la Marekani mapema lilitoa onyo kwa meli hiyo, lakini ilipoendelea na harakati zake walizuia moja kwa moja na kushambulia chumba cha injini, ambapo kilisababisha meli hiyo kusimama. Ameongeza kuwa vikosi vya Marekani sasa vimedhibiti meli hiyo, ambapo anasema walijaribu kukwepa kizuizi cha meli ambazo zinatoka Iran Jumapili. Trump akasema meli hiyo ambayo inafahamika kama Tolska ilikamatwa katika ghuba ya Oman na kupewa onyo kamili la kusimama. Anasema wafanyakazi wa Iran walikataa kusikiliza onyo, kwa hivyo meli ilichukua hatua mara moja ya kulenga injini, kwa maana ya meli ya wa Marekani ambayo ilikuwepo katika eneo hilo kufanya vizuizi ililenga injini. Na anasema meli hiyo kwa sasa inachunguzwa kilichomo ndani. Wakati huo Iran wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo na wenyewe wametoa matamko yao, mtayasikia hapa. Lakini ukiachilia mbali ripoti hiyo, ni kwamba serikali ya Iran imesema haina mpango wowote wa kuhudhuria mazungumzo mapya ya amani na Marekani ambayo yanatarajiwa kufanyika leo Jumatatu mjini Islamabad. Hii ni baada ya Rais wa Marekani kusema kuwa amewatuma nchini Pakistan wawakilishi wake wakiongozwa na makamu wa Rais JD Vance kuendelea na majadiliano ya kumaliza vita, huku akitishia kuishambulia Iran ikiwa haitakubali masharti yake. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba duru hiyo imesusia, ni duru ya pili ya mazungumzo kutokana na masharti makubwa na yasiyotekelezeka ya Marekani pamoja na hatua yake ya kubadili msimamo kila wakati na kuendeleza vizuizi katika bandari zake, mambo ambayo wamesema ni uvunjwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Haya yanajiri wakati tayari nimewambia kwamba jeshi la Marekani limeshambulia hiyo meli ya mizigo ya Iran katika hiyo ghuba ya Oman, na kwamba kwa sasa wanaidhibiti meli ambayo inafahamika kwa jina la Tolska kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi. Sasa hii ni moja kati ya kitu ambacho kinakwamisha mazungumzo. Sasa wa Iran wenyewe wanazungumza nini baada ya meli yao kukamatwa? Jeshi la majini la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Islamic Revolution Guard Corps, limethibitisha kuchukua hatua za haraka kujibu mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la wanamaji la Marekani dhidi ya meli ya kibiashara ya Iran. Na hii inaripotiwa kutokea katika hiyo bahari ya Oman, ambapo vikosi vya Marekani vilifyatua risasi kuelekea meli ya Iran kwa lengo la kuilazimisha kurejea ndani ya maji ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa kutoka Teheran, vikosi vya kujibu vya haraka vya IRGC vilifika katika eneo la tukio kwa wakati mwafaka na kutoa ulinzi kwa meli hiyo ya Iran. Hatua hii ilipelekea vikosi vya Marekani kushindwa kuendeleza operation yao na hatimaye kulazimika kujiondoa katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kwamba tukio hilo linahusishwa pia na mvutano ambao unaendelea kuhusu kufungwa kwa Strait of Hormuz pamoja na hatua za Iran za kudhibiti usafiri wa meli katika ukanda huo, ikiwemo meli za kibiashara kutoka India pamoja na huko Uingereza. Kwa ujumla, hatua ya IRGC inaonyesha utayari wa Iran kulinda maslahi yao
ya baharini na kuhakikisha usalama wa meli zake, huku wakiongeza hali ya taharuki katika eneo hilo muhimu na la kimkakati duniani. Msemaji wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya Central Headquarters amelaani vikali tukio hilo na akisema ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano, akionya kwamba Iran itajibu mashambulizi haya kwa nguvu ya kijeshi katika muda wowote kuanzia sasa. Meli hiyo ambayo ilitambulika kwa hilo jina la Tosca ilikuwa ikisafiri kwa amani kutoka China kuelekea Iran kabla ya kushambuliwa. Baada ya tukio hilo, vikosi vya Iran vilijibu kwa kushambulia baadhi ya meli za kijeshi za Marekani kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, kwa maana ya drones. Rais Trump amejigamba kwa Marekani imefanikiwa kuiteka meli hiyo na anasema hii ni kutokana na ubora wa jeshi la Marekani duniani. Na bado anasema kwamba inaonesha kwamba Iran kwa maana ya Marekani haiwezi kazuiliwa na mtu yeyote yule. Lakini pia Iran imetangaza tena kwamba sasa imefunga mlango wa Hormuz na imeonya kwamba meli yoyote ambayo itajaribu kupita bila ruhusa yake itachukuliwa hatua. Hatua hii inaongeza mvutano katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta. Kwa hiyo wa Iran tayari wamejibu na wamesema sasa hivi sana wakati wowote watatoa jibu ambalo litakuwa linaendana na kile ambacho kimefanywa na Marekani. Lakini pia ripoti nyingine ambazo tunahitajika kuwa nazo ni spika wa bunge la Iran Bwana Mohammad Bagher Ghalibaf anasema Iran inaendelea na mazungumzo ya kidiplomasia, lakini iko tayari kikamilifu kwa uwezekano wa vita, akisisitiza kuwa taifa hilo halina imani na maadui wake na limejiandaa kwa hali yeyote ile. Nimewambia mazungumzo kule wa Iran wamesema wapeleki mtu yoyote yule katika mazungumzo na Marekani. Kwa hiyo JD Vance anaweza akajikuta anatoka kule Islamabad akiwa hajakutana na viongozi wa Iran, kama wa Iran watashikilia pale pale unless Marekani wakubali baadhi ya masharti ambayo yanatolewa na Iran ili waweze kuingia katika meza ya mazungumzo. Sasa ukisikia kauli ya spika wa bunge la Iran Mohamed, anasema kwamba pamoja na kwamba either wanaweza wakaingia katika discussion, lakini wapo tayari kwa vita. Yani wanajua wanaingia kwenye mazungumzo ila wako vitani. Na amesema hiyo wakati akihutubia taifa kupitia televisheni, ambapo amesema kile alichokiita vita ya tatu iliyolazimishwa ilianza wakati mazungumzo yakiendelea, akidai kuwa Marekani ilitumia mbinu za udanganyifu, akiongeza kuwa migogoro iliyopita pia ilianza kwa mauaji ya makamanda wa kijeshi. Amebainisha kuwa Iran iliingia katika mzozo wa hivi karibuni ikiwa na uzoefu wa vita vya siku 12 ambayo ilitokea Juni 2025, na amesisitiza kuwa katika mapambano hayo Iran ilionyesha ubora mkubwa katika mipango, ubora wa vifaa na utekelezaji wa operesheni zao. Na kwa mujibu wa Ghalibaf, licha ya adui kutokubali, uhalisia wa uwezo wa Iran ulijidhihirisha wazi katika uwanja wa mapambano. Anasema vikosi vya Iran vimefanikiwa kudhibiti kati ya ndege zisizokuwa na rubani drone 170 mpaka 180 wakati wa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyoanza tarehe 28 Februari. Lakini pia amegusia kudunguliwa kwa ndege za kivita za kisasa za Marekani, akisema mafanikio hayo yanatokana na maandalizi ya muda mrefu ya teknolojia yaliyofanywa na Iran. Hata hivyo, Ghalibaf amekiri wazi kuwa Iran haina nguvu kubwa ya kijeshi kwa ujumla kuliko Marekani, akitambua rasilimali kubwa za Washington. Licha ya hilo, amesisitiza kuwa Iran inajiona mshindi kutokana na namna ilivyotekeleza operesheni zake na matokeo ambayo wameyapata. Ameeleza kuwa vifaa vya kijeshi pekee haviamui ushindi, bali mipango madhubuti na utayari wa muda mrefu ndivyo ambavyo vimechangia mafanikio ya Iran. Pia amesema kwamba maadui wanaendelea kufanya makosa katika kuitathmini Iran pamoja na mkakati wao wa kijeshi. Lakini pia Ghalibaf ameitaja Iran kuwa mshindi si tu vitani bali pia katika diplomasia, na amefafanua mbinu ya taifa hilo kama diplomasia yenye nguvu, ndani inaitwa diplomatic power, na amesisitiza kwamba Iran haina imani na wapinzani wake, huku akionya kuwa mvutano unaweza kuongezeka sana wakati wowote, licha ya mazungumzo kuendelea sambamba na maandalizi kamili ya kijeshi. Kwa hiyo Iran wanaingia huko, lakini wanafahamu vizuri kwamba wapo katika hali ambayo ni ya vita muda wowote. Lakini upande wa jeshi ndani ya Iran, kamanda wa anga wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa IRGC General Said Majid Mosaf anasema uwezo wa Iran kurejesha na kuongeza vifaa vya kurushia makombora na drone
umeongezeka zaidi kuliko hata kabla ya vita. Noma. Kwa mujibu wa Mossad, wakati wa kusitishwa kwa mapigano, Iran imefanikiwa kuimarisha kwa kiasi miundombinu yake ya kijeshi moja, huku Marekani wakilazimika kusafirisha silaha kutoka mbali kwa kasi ndogo. Aidha, anasisitiza kwamba Iran bado ina akiba kubwa ya makombora yaliyofichwa katika maghala chini ya ardhi ambayo yana uwezo wa kutumika saa na wakati wowote ule. Ameonya pia kwamba iwapo usalama wa bandari za Iran katika Ghuba ya Uajemi na Bahari ya Arabia utahatarishwa, basi hakuna bandari yoyote katika eneo hilo ambayo itabaki kuwa salama. Kwa ujumla, hali ya kisiasa na kijeshi kati ya Marekani na Iran inaendelea kuwa yenye mvutano mkubwa. Mazungumzo ya kidiplomasia yanaonekana kuwa na changamoto kubwa kutokana na kutoaminiana na misimamo mikali kutoka pande hizo zote mbili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.